sana. Baba, asante kwa kuwa huu ndio ule wakati ambao umeutafuta sana kufanya kitu cha tofauti kwenye maisha ya watoto wako, na leo ni saa ya kipekee sana ambayo tunaruhusu wema na fadhili zako kuingia na kupenya ndani ya nafsi na mioyo ya watu. Leo Mungu ukageuze maisha ya mtu mmoja na yasibakie kama yalivyokuwa miaka mingine. Asante kwa sababu aliyekuja dhaifu hatatoka akiwa dhaifu, aliyekuja amekata tamaa hatatoka amekata tamaa, aliyekuja amechoka hatatoka amechoka, aliyekuja na tabu hatatoka na tabu yake, bali Bwana utamfanya kuwa na amani na furaha na uzima, na taji yako itamiminika juu yake, na utamtia muhuri wa neema kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakuombea kwamba Mungu akutie mafuta ya furaha siku ya leo. Ninakuombea kwamba Mungu akutie mafuta ya neema na furaha, na uzima wake usitoke hapa bila huo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Bwana Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Bwana Yesu, asante Roho Mtakatifu. Karibu nene nasi na ushinde nasi mchana leo, katika jina la Yesu. Amen. Leo aponya, tangazeni kote, Yesu leo aponya, dimani bundeni, sauti sikitu ya wimbo wa washindi, Yesu leo aponya. Haleluya. Amen. Shari na masa. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii nzuri sana ambayo ametupa, na Bwana ni mwema sana. Naomba niende moja kwa moja kwenye somo langu. Nimekwambia leo nitakuwa na wakati mzuri wa kufanya jambo fulani. Amen. Na ninaomba sasa nikafanye hilo jambo. Amen. Haleluya. Wiki iliyopita tulikuwa na somo letu linaendelea kizazi cha waamuzi. Amen. Na tukajifunza vitu kadha wa kadha. Amen. Amen. Tukaja mpaka kwenye nguvu. Na leo nataka nikwambie moja ya nguvu ya kizazi ni alama. Amen. 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 Moja ya nguvu ya kizazi ni nini? Alama. Alama. Amen. Kila kizazi kina alama yake. Kizazi kina alama yake. Amen. Na leo ninataka niende mbali kidogo, niweze kusaidia utoke kwenye alama fulani ambayo inakufanya uwe mtumwa ama mtumishi wa mateso. Amen. Mfike hatua uwe mtumwa wa Kristo na sio mtumwa wa mateso. Amen. Unajua watu wa dunia huwa wana vitu tofauti sana. Wenzetu wanaweza wakafanikiwa sana katika nchi tulionayo, alafu wengine mnaoitwa walokole na Wakristo ambao mnasema Mungu wenu ni mkubwa kuliko miungu. Amen. Mungu wenu ni mkubwa kuliko mizizi. Amen. Na Mungu wenu ni mkubwa kuliko uganga na uchawi. Amen. Lakini maisha yetu yako chini, duni, yasiyofaa. Amen. Sasa ni leo tunabadilisha mazingira. Amen. 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 Leo tunabadilisha mfumo. Amen. Kwa sababu lazima ijulikane kwamba something is wrong somewhere. Na kitu fulani si sawa mahali fulani. Amen. So kwa sababu si sawa mahali fulani, naomba unisikilize sana. Amen. Nataka kusaidia utoke mahali ambapo umekwama kwa miaka mingi. Amen. Inawezekana kabisa. Niishi maisha yanayofanana na kawaida za namna ya dunia, na yajua maisha ya kukosa, na yajua maisha ya kutokuwa nacho, najua maisha ya kupungukiwa, na ninajua maisha ya kuwa na gari na kutokuwa na gari, kuwa na nyumba na kutokuwa na nyumba. Ninajua maisha ya kukosa chakula, najua maisha kulala chini, najua. Lakini ninaelewa kumbe inawezekana kwa neema kutoka lengo moja ukaenda
level nyingine. Amen. Sio kwa uganga na sio kwa uchawi. Yes. Ninajua kuugua. Mimi ni kati ya watu waliougua kuliko nyinyi wote hapa. Amen. Ninajua. Amen. Nimeugua kuliko nyinyi wote hapa. Ninajua. Na ninaamini hakuna aliyeugua kuliko mimi. Kwa miaka ya kutosha sana. Amen. Mimi nimeugua sana. Kama nikifeli shule basi mimi nimefeli mara nyingi zaidi kuliko wengine mko hapa. Amen. Lakini nataka tu nikuthibitishie yeye ambaye leo umemkimbilia, yeye ambaye alibadilisha ya kwangu, yuko tayari kubadilisha cha kwangu. Yuko tayari kubadilisha mbele ya kwangu. Aliweza kwangu, anaweza na kwako. Na kwa sababu hiyo leo utaona akikubadilisha. Leo utaona akikubadilisha. Leo utaona akibadilisha. Historia inaweza kubadilika. Tunaona watu walikuwa hawawezi kabisa, watuweza. Sisi tumekuwa mashahidi. Amen. Kwenye kanisa letu almost mambo ambayo Mungu anayatenda ni mengi sana. Amen. Na tumeona kila mara Mungu akifanya mambo ya tofauti. Na tunajua inawezekana. Amen. Haleluya. Amen. Sana dadiso kaza. Neno alama maana yake ni nini? Nataka tu kwanza nisome maandiko matatu. Andiko la kwanza ni katika kitabu cha Mwanzo 4:15. Anasema, msichanje chale yoyote katika nyama za miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu, mimi ndimi Bwana. Okay. Kumbe kuna uwezekano wa watu kuchanja chale. Amen. Wangapi wana chale zinazoonekana? Wangapi wamewahi kwenda kwa waganga alafu chale bado zipo na zinaonekana kabisa? Amen. Aha, okay. Sawa. Sasa leo tunazifuta. Amen. Au nataka bado ziendelee kuonekana? Bado ziendelee kuonekana. Yule Mungu aliyefuta kwangu zitafutika na kwako. Haleluya. Haleluya. Hizo zilifutika kwangu. Mimi nilichanja, wewe hujachanja. Mimi nilichanja. Yaani nilichanja migongoni. Yaani umote chale zilichanja. Unajua? Mpaka na alama, mpaka na naniza betri nilipakwa. Bwana atusaidie sana. Amen. Mpaka na naita nini zile za betri? Yale meusi kwa kwenye betri, ukipasua betri na yanatoka yale manini zile wazungu wanaita alkalina. Zile vyeusi vile vimikaa vya betri. Mimi nilipakwa. Wewe unaweza kama ulipakwa tu dawa ya kawaida. Ile ukipakwa unasikia starehe yake. Bwana atusaidie. Haleluya. Lakini Bwana alizifuta. So it's very simple. Shetakasuta. Walawi 19:28. Waitia miguu yangu katika mkatale na kuyaua mapito yangu yote, wajiandikia alama kuizunguka nyayo za miguu yangu. Haleluya. Ngapi anakumbuka mikatale? Tunakumbuka mikatale ilikatika Wow, sasa hapa anasema kuna alama zimewekwa kwenye miguu ya kwangu. Amen. Zinazunguka nyayo. Lengo ni kwamba ninapotamani kukimbia nijikute nakimbilia pale pale. Amen. Yeremia 48:37 anasema, maana kila kichwa kina upaa na ndevu zote zimenyolewa. Mikono yote ina alama za chale na viunoni, na viuno vyake na viuno vyote vimevikwa nguo za magunia. Kuna alama za chale. Bwana Yesu atusaidie. Paulo mtume anatuambia kwamba kuna kitu kinaitwa muhuri wa Roho. Amen. Yaani tunagongwa chapa inaitwa chapa. Amen. Wale walioenda kwenye ng'ombe situmai kwenda kule deep, wanagongwa alama fulani inabaki kwenye mwili, inaitwa chapa. Amen. Lakini sisi tunayo chapa ya Kristo. Paulo anasema nimetiwa chapa za Kristo mwilini mwangu. Haleluya. Lakini tunaenda mbele zaidi,
Kristo kwa malaika anatufundisha jambo, anasema kuna alama ya mnyama ama chapa ya mnyama, watu watagongwa kwenye kipaji au kwenye nini, kwenye mikono. Tutasoma, ila sasa nataka uanze kuelewa. Ukisikia neno alama, maana yake ishara. Amen. Ishara ama maana yake ni chapa ambayo inaonekana au haionekani. Inaweza kuwa inaonekana au isionekane. Sasa ile chapa ama ile alama ambayo ni ishara inaweza kuwa ni dhahiri kabisa na watu wote wanaona, ama isiwe dhahiri kabisa, kwamba unaijua au hauijui, lakini ni alama mtu amewekewa kwenye mwili wake. Na mwili huu tulio nao, tuna mwili wa aina mbili. Tuna mwili unaoonekana na tuna mwili usio. Bwana nisaidie. Amen. Yule wewe unayejiona kwenye ndoto ukiwa unauma sana, na huyu ambaye unajiona kwenye mwili ukiwa haumwi, ni watu wawili tofauti. Yaani yule mtu wa rohoni ni wewe yule, na wewe unafika hatua unavaa mwili ni wewe wa kawaida. Amen. So kuna mwili yule wa mtu yule ambaye wewe unaonekana kwenye ndoto. Amen. Amen. Alafu unamuona kwenye ndoto huyo mtu, saa nyingine anahubiri, saa nyingine anaomba, saa nyingine anafanya vitu tofauti sana. Na saa nyingine unajiona wewe mwenyewe uko kijijini kwenu na umevaa uniform, unatembea kama mwanafunzi, au unaenda kuchunga au unakamua ng'ombe ama uko shambani, lakini saa hiyo umelala kitandani unaumwa. So ni wewe yule mwili wa nje na mwili wa nani? Ndani. Sasa mambo ya alama, unaweza ukawekwa alama kiroho na kimwili. Amen. 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 Anaweza kuwekea alama, anaweza kuwekea alama ya kiroho ama ya kimwili. Sasa naposema kiroho inamaanisha kuna alama unaweza ukawekewa kwa mfumo wa rohoni na kuna alama unaweza ukawekewa kwa mfumo wa mwilini. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Hakuna kitu unachokiona kiko duniani hakina alama. Amen. Hakuna. Bwana atusaidie. Amen. Tanzania yetu ina alama, si ni kweli? Amen. Si tulisoma wote? Amen. Alama za taifa, si sawa? Si tuna kitu kinaitwa alama ya taifa? Amen. Jamani, ni sawa? Ni sawa. Aha. Lakini barabarani kuna alama, si sawa? Amen. Si kwa alama barabarani, na tunaanza kuelewa vizuri. Amen. Lakini pia ukisema leo Wizara ya Afya Tanzania, tunafahamu alama yake? Amen. Tunafahamu alama ya nini? Ya nyoka. Ni Wizara ya Afya ina alama ya nyoka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na dunia nzima nafikiri hiyo ndio alama yao. Amen. Wameitoa kwenye Biblia. Amen. Wakati Musa akiwa jangwani aliinua nyoka wa shaba. Amen. Haleluya. Kwa ajili ya uponyaji. Amen. Kwa hiyo na wao wameitoa kwenye Biblia. Amen. Lakini unaposema prophetic ministry kuna alama yetu. Amen. Alama ya eagle. Eagle Kiswahili chake ni nini? Tai. Amen. Amen. Kwa ukisema huduma ya kinabii ina alama ya tai. Amen. 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 Huduma ya kitume ina alama ya simba. Amen. Amen. Huduma ya nini? Ya kitume ina alama ya nini jamani? Ya simba. Amen. Hii ni alama ya huduma ya kitume. Amen. Watu wengi wengine wanauliza maswali, sasa hii bendera ya nini? Ni alama tu ya huduma ya kitume. Amen. Haleluya. Amen. Maana wengine utasikia Freemason nini, usiogope. Haleluya. Amen. Alama ya nini? Na hii jamani ni bendera ya Israeli hapa. Hiki kipengele cheupe na hii nyota 5. Ni bendera nini? Ya Israeli. Amen. Haleluya. Amen. Si inaonekana vizuri Amen. Kwa tuna alama ya kitume lakini tuna bendera ya Israeli. Amen. 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 Sasa tunajua Israeli ni simba wa Yuda. Amen. Haleluya. So hivi na unavyoona hii hapa ni maandishi kabisa Waebrania
kitabu cha Zaburi 104. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Sasa na hata naona kichina. Hapana, hicho ni Kiebrania. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Wale wenye simu unaweza ukatafuta simu yako yenye kutafsiri maandiko au yenye kutafsiri lugha, ukapiga tu hizo picha, ukiona itatafsiri na itakuletea kitabu cha Waebrania 400. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na kila kitendo duniani kina alama yake. Amen. Hivi ukisema Uislamu kuna alama gani eti? Nyota na nini? Mwezi. Ni alama yao. Amen. So kuna mtu anaweza akaja hapa prophetically nikamtazama, alafu nikaona alama ya nyota na mwezi. Sihitaji mtu kunitafsiria, nitaelewa kwamba huyu ni Muislamu. Amen. Ama nitaelewa kwamba roho ya Kiislamu au ya dini ya Kiislamu iko kwake. Amen. Nakumbuka kuna mdada mmoja alikuja hapa, nikaona kitu kama hicho, nikamwambia naiondoa hiyo alama na lugha yako. Amen. Akaanza, lakini alikuwa ameshaokoka, lakini alianza kuongea Kiarabu hapa. Sisi tunakumbuka kama kipepo. Akaanza kuongea Kiarabu sana. Kwa nini? Kwa sababu ile alama ilionekana kwake. Na yeye akitembea anaona hana kitu chochote, ameshaokoka na anaendelea na wokovu. Kwa hiyo kuna kitu unaweza kuwa nacho ni cha watu. Haleluya. Amen. Lakini ukisema Moravian au KKT wana alama yao, si ni kweli? Amen. Alama gani yetu? Msalaba. Wanatuibia mwana kondoo. Kuna mwana kondoo ameshika na nini pale na msalaba, si bendera ameshika vile. Sawa. Ni alama zile. Bwana atusaidie sana. Amen. Ukienda Katoliki nao kuna alama ya ule mama. Amen. Si sawa? Amen. Hakuna kanisa lisilo na alama. Amen. Hata sisi tuna alama yetu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Kila eneo pana alama. Amen. Yaani moyo wako usije ukakubali kukwambia hatuna alama. Kunayo alama. Amen. Ili tu alama hiyo ni njema. Amen. Lakini kuna watu wana alama za upande wa pili. Amen. 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 Sasa anasema msichanje chale, ni alama. Maana yake kwa nini? Hiyo ni alama ambayo ina maana maalum. Amen. Haleluya. Amen. Lakini anasema msijichole, ni alama yenye maana maalum kabisa. Amen. Sisi tunajua. Amen. 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 Kuna mtu amejichora zile alama na sisi kampuni hii kubwa ama imani mpya inaonekana kama ni mpya lakini ya miaka mingi, Freemason wanaita wajenzi huru. Alama zao zimeanza kuwa nyingi sana mitaani. Si sawa jamani? Siku hizi hata ukijisahau mchungaji ukasema ukasikia yule Freemason. Ukifanya yule Freemason. Hata ukifanya manyaje ukajisahau ukafanya hivi au ukafanyaje. Yaani sijui mnanielewa jamani? Ukishasema mnanielewa hata kuna mtu anapiga picha hicho anaturusha. Hii mikono ya nani? Mtume Adeni. Unaona yuko Freemason. Unaona yuko. Sasa hii imekuwa wasiwasi kwa sababu alama ni nyingi sana. Amen. Haleluya. Mungu atusaidie. Tufute zile alama, tubakiwe na alama ya Kristo. Amen. 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 Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Anasema sasa kuna alama mbalimbali. Zile alama zina maana mbalimbali vile vile. Naomba niongeze hatua moja mbele zaidi. Mimi nimekuja ninawazaa upya. Amen. Ili sisi tusiwe damu ya kinaswali tena. Amen. Tufikie leo tuwe damu ya Kristo Yesu. Amen. 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 Kila aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Amen. Mtu yeyote akitaka kuona ufalme wa Mungu lazima azaliwe mara ya pili. Okay. So kuzaliwa lazima kuhusishe damu. Ili mimi niwe na alama ya damu. Amen. Mashetani yakija huko yakiona damu. Mungu sisi tuingie hapa nimeshaona
na alama ya damu ya Kristo iko kwa mwili. Ndio watu walipokuwa kule Misri waliwekewa alama kwenye milango, ili kwamba mashetani yanapokuja ama uharibifu unapokuja usiwaingie wao. Lakini wale wengine na wao walikuwa na alama yao. Kwa hiyo wakafuata wao wakachinjiliwa mbali, sasa hawakuwa na ile alama. Bwana akupige alama yako. Bwana akupige alama yako. Ndio maana kuna watu ni rahisi sana kuvamiwa na kushambuliwa kwa sababu ya alama. Haleluya. Roho. Amen. Haleluya. Roho maalum za kifamilia huwa ni alama zinazotambulisha kwamba huyu mtu ni mtu fulani. Kwa mfano, acha nisome andiko. Kitabu cha Korinto wa pili 1:21 na 22. Anasema hivi, basi yeye atufanyaye imara pamoja nani katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu, naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa adhabuni ya Roho mwetu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ametutia nini? Muhuri akatupa adhabuni ya Roho wapi? Okay. Kama hii ya Roho iko ndani ya watu. Amen. Haleluya. Sisi ukisikia roho ni tabia. Haleluya. Ukisikia roho ni nini? Tabia. Utawasikia watu wanasema, yani unavyofanya sio kama walokole. Si kweli? Maana yake walokole kuna roho fulani wanayo. Wao sio hiyo sio tabia ya kwao. Sio watu wa ghadhabu, sio hasira, sio watu wa uchungu, sio watu wa maumivu. Hiyo sio tabia ya kwao. Hiyo sio roho waliopewa. Sisi tumepewa roho ya amani. Sisi tumepewa roho ya nini? Amani. Kwa hiyo ndio maana wanasema hivi, nchi nyingi za watu ambao Ukristo una nguvu sana wanaishi miaka mingi zaidi kuliko nchi za Ukristo. Kwa nini? Sisi roho yetu imejaa amani. Na unajua mtu bila amani anatafuta mambo mengi sana. Anatafuta madonda ya tumbo, anatafuta presha, anatafuta sukari, anatafuta kupunguzwa miaka, anatafuta kukonda, anatafuta mikosi, anatafuta balaa. Yaani ukishapunguza amani hauwezi kuwa na maendeleo aina fulani. So utawaona kwa mfano, tuende pamoja vizuri. Amen. Wanasema ukimwona Mchaga popote pale kuna kitu, kuna roho ya kupenda pesa. Ni kweli? Jamani, ni kweli? Si ndio wanaosema watu? Wanasema tukisema moshi tunamaanisha Mungu onyesha shilingi nyingi. Ndio maana anaonyesha. Sasa kwa hiyo wao akili yao, roho yao ikiona fedha tayari. Lakini ni watu ambao wana uwezo wa kuitunza fedha na kuiheshimu fedha. Hiyo roho yao ipo. Lakini Masai akiona ng'ombe mate anadondoka. Sio hata ya kuchinja. Haitaji hata kuchinja, ila tu anataka awe na ng'ombe. Yaani awe tu na ng'ombe, yaani awe tu na ng'ombe. Hadi kwamba anataka achinje, hapana. Ila anataka awe na nini? Ile roho ipo ndani yake. Yuko tayari hata kukufanya chochote awe na ng'ombe. Kama ilivyo Mchaga yuko tayari kukufanya chochote awe na hela. Haleluya. Roho fulani. Lakini kuna watu wana roho ya hasira. Amen. Utasikia wale walioishi miaka mingi kidogo wanasema usioe kwa fulani. Hivi kuna watu walioishi miaka kidogo hapa wanaanzia 50 kwenda mbele. Amina. Basi Mungu awabariki. Lakini utasikia watu wanasema kwa fulani fulani ama usiende kuolewa. Kwa nini? Ule mji una njaa. Ni wana kiroho cha maskini. Wana kiroho cha unyimi. Wana kiroho fulani. Kiwango ananiambia, yaani mimi mtoto wangu akipata mchumba anasema anataka kuoa mchumba wa kabila fulani. Nasimama hivi mlangoni. Naambia mwanangu tafadhali sana. Kwa nini? Kwa sababu ni wachoyo.
Bwana atusaidie sana. Amen. Si unaelewa eh? Amen. Maana inafika hata watu wanajulikana kwa tabia zao. Kwa kabila ina roho fulani, ile roho inayotambulisha popote wanapoenda. Maana ile roho ni ishara yao. Amen. Ni alama yao. Amen. Inaonekana. Amen. Haleluya. Amen. Tuko sawa baba. Amen. Kuna makabila kule Mbeya wanasema Wasafwa ni wachafu. Unaona? Yaani ni kitu ambacho walikuwa nacho. Sijui wanakitoa wapi, lakini wanasema ni Alfa anasema Wanyakyusa malaya. Hivi naweza kuona. Amen. Sasa miaka mingi iliyopita kulikuwa hata na misemo wanasema kuna kanga iliwahi kuandikwa, heri Msafwa mchafu kuliko Mnyakyusa malaya. Hivi unaweza kuona? Amen. Kanga kabisa imeandikwa. Si maneno mabaya kabisa. Lakini waliandika hivyo. Kwa nini? Kulikuwa na aina fulani ya Wanyakyusa zamani, mtanisamehe. Zamani inasemekana alikuwa akikupenda mwanaume, anasema naomba nizae na wewe tu, angalau mtoto mmoja tu wa kiume. Anaomba yeye mwanamke azae na wewe mtoto mmoja wa kiume apate mbegu ya kwako. Amen. Unaweza kuona? Ndio maana wakafika hatua wakasema heri huyu kuliko hivi. Unaelewa habari? Amen. Amen. Sasa usifiche sana, lakini wewe utabaki kwa ukweli kwamba kwenye kabila lako kuna aina ya roho ipo. Amen. Wengine mna kiroho fulani cha kujinua, wengine mna kiburi, wengine pesa, wengine hivi. Yaani kuna watu wako hivyo. Amen. Haleluya. 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 So Amen. kwa sababu ukiwatazama watu wao kama mimi, lakini sasa kwa nini nifanane nao? Msitaki. Nishakuwa Mkristo. Amen. Haleluya. 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 Iko hivi, mtu anarithi vitu vitatu kutoka kwa wazazi wake. Cha kwanza ni roho, cha pili ni rangi, cha tatu ni umbile, muonekano. Uko hivyo, lazima kuna kimoja unafanana na wazazi wako. Aidha tabia ama sura ama umbile unafanana nao. Amen. Amen. Sasa hivyo vitu vyote vinatuambia wewe ni nani na vinatujulisha kwamba wewe ni wako fulani. Haleluya. Kwa sababu hiyo tunaweza kuelewa alama za kwako. Sasa mwangalie jirani yako, muulize, hivi hiyo roho ulionayo wewe ni ya Kikristo au? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu Kristo alikuwa anazijua sana alama za rohoni. Siku moja watu walitokea wanabishana, wanamwangalia, anawafundisha kitu, alafu wanambishia. Akawaambia, ninyi ni watoto wa nani? Wa nyoka, wana wa njoka. Maana ninyi ni watoto wa baba yenu. Unajua? Amen. Nafikiri kazi rahisi. Yaani rahisi tu unamwambia wewe hivi. Alikuwa haongei kile kinachoonekana kwa nje, anaongea kinachoonekana kwa ndani. Kwamba hawa wana alama ya kishetani ndani yao. Amen. Amen. Haleluya. Tuko pamoja. Bwana akamwambia kwa sababu hiyo, yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu ambaye asiyekampiga. Bwana atusaidie. Kwa hiyo kizazi cha nyoka kina alama yake. Kizazi cha Kaini kina alama, mtu ambaye asiyekamua nani? Sasa unaposema Kaini unamaanisha kizazi chake chote. Kwa hiyo kizazi chake chote Kaini kina alama ambayo Mungu aliigonga. Amen. Tunakuja kuiona kwenye kitabu cha Ufunuo. Inaitwa 660 aligonga na Mungu. Amen. Ikabaki hapo. Hii inatafuta kila mtu. Sasa kipindi hicho kijacho na kipindi tulicho nacho sasa hivi na wakati huo, tangu enzi hizo Kaini alianza kupotosha kweli, aliamua kuzichukua zile alama zake, anawagonga watu, wanapita mtaani, anagonga. Ndio unasikia
watu wanasema naona yule ni Freemason, naona yule ni Freemason. Kuna watu wanagongwa alama. Amen. Amen. Simenielewa? Amen. 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 Wanagongwa alama za nani? Za Kaini. Na kwa nini Kaini amepewa ile alama nayo? Kwa hiyo anagongwa either hapa au hapa au popote, anagongwa ile alama, anagongwa ile alama. Ili Mungu akija aangalia anasema huyu sio kwangu. Anaondoka anaenda mwingine. Huyu sio kwangu. Halitani msaada wangu. Mungu anapoleta neema zake, analeta neema kwa wenye haki, amimina duniani, anakuta wenye haki zile alama zinajua. Hii baraka inashuka, nasema okay, kila mwenye alama fulani anastahili, mwenye alama fulani anastahili. Kwa inapokuja ile baraka ndio inapokuja kwako, unakuta yule jamaa alishakuwahi kugonga alama ya maskini. Kwa hiyo ile fedha na mali na baraka za Mungu zinapokuja, zikija kwako zinapita pembeni. Zinapita pembeni. Zinapita pembeni. Kwa sababu alama ile ipo. Angalia kananielewa. Bwana akamwambia kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu ambaye asiyempiga. Bwana atusaidie. Kwa hiyo kizazi cha nyoka kina alama yake. Kizazi cha Kaini kina alama, mtu amwanaye asije akamuua nani? Sasa unaposema Kaini unamaanisha kizazi chake chote. Kwa hiyo kizazi chake chote Kaini kina alama ambayo Mungu alikigonga. Amen. Tunakuja kuiona kwenye kitabu cha Ufunuo. Inaitwa 660 aligongwa na Mungu. Amen. Ikabaki hapo. Hii inatafuta kila mtu. Sasa kipindi hicho kijacho na kipindi tulicho nacho sasa hivi na wakati huo, tangu enzi hizo Kaini alianza kupotosha kweli, aliamua kuzichukua zile alama zake, anawagonga watu, wanapita mtaani, ndio nasikia watu wanasema naona yule ni Freemason, naona yule ni Freemason. Kuna watu wanagongwa alama. Amen. Amen. Simenielewa? Amen. 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 Wanagongwa alama za nani? Za Kaini. Na kwa nini Kaini amepewa ile alama nayo? Kwa hiyo anagongwa either hapa au hapa au popote, anagongwa ile alama, anagongwa ile alama. Ili Mungu akija aangalia anasema huyu sio kwangu. Anaondoka anaenda mwingine. Huyu sio kwangu. Halitani msaada wangu. Mungu anapoleta neema zake, analeta neema kwa wenye haki, amimina duniani, anakuta wenye haki zile alama zinajua. Hii baraka inashuka, nasema okay, kila mwenye alama fulani anastahili, mwenye alama fulani anastahili. Kwa inapokuja ile baraka ndio inapokuja kwako, unakuta yule jamaa alishakuwahi kugonga alama ya maskini. Kwa hiyo ile fedha na mali na baraka za Mungu zinapokuja, zikija kwako zinapita pembeni. Zinapita pembeni. Zinapita pembeni. Kwa sababu alama ile ipo. Angalia kananielewa.